Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia Mitume, utuombee. Kwa majina ni mamake Phoebe. Karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, njia ya msalaba, sala na mafundisho mbalimbali ya Kanisa Katoliki. Leo twajiandaa kwa masomo ya misa Jumanne, juma la 4 katika kipindi cha Kwaresma. Somo la kwanza, Ezekieli sura 47 mstari wa kwanza hadi 9, kisha mstari wa 12. Niliona maji yakitoka hekaluni, na wote waliofikiwa na maji hayo waliokoka. Somo katika kitabu cha nabii Ezekieli. Siku zile malaika alinirudisha kwenye lango la nyumba ya hekalu, na tazama, maji yalikuwa yakitoka chini ya kizingiti cha nyumba upande wa mashariki, kwa maana nyumba ilielekea mashariki. Maji yalikuwa yakiteremka toka chini ya upande wa kuume wa nyumba, kusini mwa altari. Malaika akanileta nje kwa njia ya mlango wa kaskazini, akanizungusha kwa njia ya nje mpaka mlango ulio upande wa mashariki. Na tazama, maji yalitoka upande wa kuume, naye malaika akatoka kwenye mashariki. Alikuwa na uzi wa kupimia mkononi mwake, akapima urefu wa mikono 1000. Akanivusha katika maji yale, nayo yalifika mpaka viwiko vya miguu yangu. Kisha akapima urefu wa mikono 1000, akanivusha katika maji, nayo yakafika mpaka magoti yangu. Akapima urefu wa mikono 1000 tena, akanivusha, nayo maji yakafika mpaka kiuno changu. Halafu akapima urefu wa mikono 1000. Maji yakawa ni mto nisiyoweza kuvuka, maana maji yalizidi kuwa mengi mpaka kuwa mto usiovukika, isipokuwa kwa kuogelea. Akaniuliza, "Je, umeona hayo, mwana wa mtu?" Akanichukua, kisha akanirudisha mpaka kando ya mto. Kumbe niliporudi, tazama, miti mingi sana ilikuwapo kando kando ya mto, upande huu na upande huu. Akaniambia, maji haya yanakwenda upande wa mashariki, yanateremka katika Araba na kuingia katika bahari ya maji yake ya chumvi yatasafishwa. Kila mahali utakapofika mto huu, viumbe vyote vyenye uzima vilivyopo vitaishi. Samaki watakuwamo wengi sana. Maji hayo yanapofika huponya na kuzidisha uzima popote mto upitapo. Kando ya mto kila ng'ambo, miti ya matunda ya kila namna itaota, na majani yake hayatakauka, wala matunda yake hayatakosekana. Miti itazaa matunda mapya kila mwezi kwa sababu ya maji yale yaliyotokea patakatifu, nayo matunda yake yatakuwa chakula na majani yake yatakuwa dawa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 46 mstari wa 2 na 3, 5 na 6, 8 na 9. Kitikio: Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi. Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Mungu ni kibilio na nguvu yetu, msaada ulio tayari daima wakati wa shida. Kwa hivyo hatuogopi hata kama nchi ikitikisika,
na milima ijapoanguka katikati ya bahari. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Mikondo ya mto inaufurahisha mji wa Mungu, makao matakatifu ya yule aliye juu. Mungu yupo katikati yake, nao hautatikisika. Mungu huleta msaada alfajiri na mapema. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Joni, tazameni matendo yake Bwana, maajabu aliyoyafanya duniani. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Shangilio la Injili. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Uniumbie moyo safi, Mungu, unirudishie furaha ya wokovu wangu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Somo la Injili Yohane sura 5 mstari wa 1 hadi 16. Mara yule mtu akawa mzima. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako Bwana. Palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu alipanda kwenda Yerusalemu. Huko Yerusalemu, karibu na lango la Kondoo pana bawa, kwa Kiebrania huitwa Belzata. Jengo lake lina matao 5. Humo walilala wagonjwa wengi, vipofu, viwete na wenye kupooza. Pale palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa mgonjwa tangu miaka 38. Yesu alipomwona amelala huko, akajua ya kuwa amekuwa na hali hiyo muda mrefu. Akamuuliza, "Je, wataka kuwa mzima?" Mgonjwa akamjibu, "Bwana, sina mtu wa kunishusha bawani yanapovurugika maji. Basi kila ninapojaribu kushuka, mwingine anakuwa amekwisha shuka kabla yangu." Yesu akamwambia, "Simama, jitwike godoro lako uende." Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Siku ile ilikuwa Sabato. Kwa hiyo Wayahudi walimwambia yule aliyeponywa, "Leo ni Sabato na sio halali kubeba godoro." Naye akawajibu, "Yeye aliyeniponya aliniambia, jitwike godoro lako uende." Wakamuuliza, "Ni nani aliyekuambia jitwike godoro uende?" Lakini hakumjua ni nani, kwa maana Yesu alikuwa amepotelea katika umati wa watu waliokuwako pale. Baadaye Yesu alimkuta hekaluni, akamwambia, "Tazama, umepona. Usitende tena dhambi, usije ukapatwa na jambo baya zaidi." Mtu huyo akaenda akawaambia Wayahudi kuwa ni Yesu aliyemponya. Basi Wayahudi walimdhulumu Yesu kwa sababu alitenda hayo siku ya Sabato. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo.